bali kuna hadithi ya Mtume inasema la tazalu qadama abdin yawm alqiyama hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afna wa an jasadihi fima abla wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima wada'a wa an ilmihi madha amila fihi. Hadithi sahihi rawahu al-Bukhari. Mtume anasema hautanyanyuka unyayo wa mmoja wenu mpaka aulizwe mambo manne. Sikiliza, utaulizwa nini? Kwanza, mwanadamu ataulizwa an umrihi fima afna, umri wake ataulizwa aliutumiaje, aliumaliza vipi. Wewe umeishi miaka 60, miaka 70, miaka 50, miaka uliojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii miaka ulioishi kutokea wakati wa kubalighi kwako mpaka kuondoka kwako duniani, uliutumia vipi umri kama huo? Kila mmoja ajua anachokifanya nini. Sasa ajiulize katika umri wake nini anachokifanya ambacho kitamsaidia akenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, wa an jasadihi fima abla, afya, mwili uliopatiwa ulimalizika vipi? Mungu alikupa nguvu, akili mzuri, mashallah, kila mmoja anakuona uko vizuri, umewanda. Je, mwili wako uliutumia vipi? Uliutumia kwenye ibada, uliutumia katika taa, au uliutumia katika maasi? Kwa kuwa wewe ni kijana, kwa kuwa wewe una nguvu, basi wadhulumu. Kwa kuwa wewe una nguvu, basi unazitumia nguvu zako vibaya. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an malihi, ataulizwa mali zake, min aina iktasabahu wa fima wada'a, mali ulizokuwa nazo. Una nyumba, una gari, una maploti, mashamba. Ndugu yangu, ulipata vipi hizi mali? Ni zako? Umezirithi? Umeziiba? Umezidhulumu? Utajua mwenyewe. Jiulize mali zako utakaposimamishwa mbele ya Allah, ukaulizwa utajibu nini na Allah subhanahu wa ta'ala.